Hivi haya maneno jipya niambia ni ukweli? Mbona kama vile naona itakuwa ni ukweli. Hivi akija kupata kweli matatizo mimi nitampeleka wapi? Tumekutana tu hapa mjini, sijui kijijini kwao, sijui nyumbani kwao. Ninawaza yani akija hapa lazima nimfukuze. Aondoke arudi kwao. Kama hizi kurudi kwao arudi kwa mume wake. Halafu mbona Teddy amekuja pale naongea na JP? Anamnyokea kabisa moja kwa moja, ni kama vile wanajuana. Na kama sio mtu wake, mbona nimekimbia na hajaniita na akinionaga ananiita? Hawajanijua. Maana kama alikuwa ananifuata mimi angeniita. Lakini nashangaa amenyamaza leo na angeniita. Sijui, ila nitachunguza tu nitajua kinachoendelea. Hata katika apokee simu. Ndio nikapumzike zangu mimi. Teddy, asante sana kwa chakula. Asante na shukuru. Nimeshiba. Asante. Afu unakaa sehemu nzuri sana. Asante. Yaani mwanzo nilipokaa nakaa kule juu, niliamua kuhama kwa sababu nilikuwa nina mawazo, stress, pia maneno ya watu kunisema, na kwa hiyo yani sikufurahishwa kabisa na maneno ya watu, ndio maana nikaamua kuhama. Nikaamua kuhamia nje kabisa ya mji. Nilichoka maneno ya watu, mara naulizwa JP uko wapi, kila mtu ananiuliza. Kwa hiyo niliamua kuondoka zangu, nikaenda kuanzisha maisha yangu mengine huko. Sawa. Kama nilivyokuambia awali kwamba yaliyopita yamepita. Ana haja kwa mission sana. Chana nayo yamepita. By the way, unakaa sehemu nzuri sana. Watu wengi wanaohamia huko na watu ambao ni kama wamejipata hivyo. Wengi wanajenga maeneo yao huko. Vipi? Bado unaendelea na biashara ile? Ndio, bado naendelea nayo. Na pia nakushukuru kwa sababu uliniwezesha mpaka sasa hivi, ndio maana niko hapa. Ningekuwa sio wewe, sijui sasa hivi ningekuwa wapi. Sasa hivi nimekuwa na biashara kubwa sana. Na pia nakopesha hela, yani kweli nimepata wateja wengi. Tena wengi sana. Nashukuru sana. Unapambana. Asante. Alex yuko wapi? Alex yuko shule na yuko chuo, na sasa hivi anaenda kufanya mtihani wake wa mwisho. Kwa hiyo natumaini mwezi huu anaweza kawa yuko hapa nyumbani. Na pia hata kirudi hapa nyumbani, sitaki kabisa akae hapa. Maana mazingira unaoishi hapa, naona vijana wengi sana na wanavuta bangi, wanajihusisha na mambo mbalimbali. Yaani kwa hiyo sitaki akae kabisa hapa. Nataka nimpeleke kijijini akakae zake huko. Akasaidia kazi zingine huko kijijini. Kwa hiyo sitaki kumuona kabisa. Kwa hiyo lengo lako ni kwamba unataka Alex akishamaliza
chuo chake pale, arudi kijijini kabisa. Kwa sababu nimemsaidia vitu vingi, nimemsomesha, nimejitahidi kasoma. Kwa hiyo sasa akirudi kijijini sitaki tena arudi huko. Kwa maana nimembeba sana. Nimejitoa sana kwake. Kwa hiyo sasa akitaka kurudi huko, labda atafute nguvu zake mwenyewe ndo arudi huko. Lakini sio pesa yangu nitoe alafu eti arudi. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Ila kwa sababu mmempambania, hamna shida. Unajua ni ndugu wachache sana ambao wanawashika wenzao mikono kuwafuta, kuwatoa chini kuwaleta juu. Kwa mfano kama wewe, siongee kwa ubaya, lakini ni mtu ambaye au mwanamke ambaye hukupata elimu kubwa kiivo, lakini ulikuja kuona umuhimu wa elimu. Na ndio maana uliniforce sana kwamba una mdogo wako unataka ingie chuo. Na mimi nilipambana mpaka kaingia chuo. Kaanza mwaka wa kwanza, wa pili na sasa namaliza. Na maamuzi yako ni mazuri sana. Kwa sababu unaposema kwamba arudi kijijini, alafu kutoka kule ndo aamue yeye kuja mjini, aishije, atafikia wapi, unampanua akili zaidi, umeelewa? Kwa ni swala zuri sana ambalo nilipanga. Okay, sawa. Sasa mimi sikai sana. Kwa sababu nishapata chakula hapa na nilikwambia kuna mahali naenda, basi acha mimi niwahi. Sawa. Basi mimi kusindikiza. Hamna shida, kwa sababu namba yangu unayo. Tutawasiliana kupitia namba. Sawa, karibu sana. Ai. Bibi aliniambia dunia tambala bovu, binadamu hawana jema, ila ninasubira. Alipenda mkimbilia mwanamke. Yaani siku nikigundua, kwanza nitamfuatilia mpaka mahali anapokaa. Siku nikigundua je pia na mwanamke, yaani na mimi nitamtoa. Yepi lazima atarudi kwangu. Kama mimi aliponiacha kule, na yeye atabaki na yeye hivyo hivyo. Haisi hapana. Yaani lazima nipate JP, lazima nimpate JP. Haiwezekani kabisa. Yaani lazima niwe na JP. Nataka mwanamke na yeye ateseke kama mimi nilivyoteseka. Na yeye aachwe kama mimi nilivyoachwa. Yaani nitamuonyesha mimi ni nani. Ambona mapenzi yanatufanya vibaya, yule kapenda asipopendwa kutwa nalia hitilafu, yule kapata ndoa ila kukosa mtoto. David, Umekuja saa ngapi? Mbona Mawazo vipi? Nimekuja muda na wewe nakuita hata uitiki. Shida nini? Hakuna kitu mdogo wangu. Hakuna wakati nakuona kabisa huko kwenye mawazo kiasi. Hakuna, kuna swala dogo tu linanitatiza kichwani mwangu. Si unamfahamu Mwenendo? Ni rafiki yangu sana, lakini tulikuwa ruzana naye hapo nyuma kidogo. Nikaana kwake kumwomba msamaha. Amekataa na kunifukuza, kanifukuza. Una uhakika hilo ndio linalokufanya wewe na Mawazo kiasi hicho? Ni hilo tu mdogo wangu. Pole. Unajua binadamu huenda bana mawazo yake. Ipo siku na imani mtakaa sawa. Sawa mdogo wangu. David, mguu unauona. Nimetoka huko kwa mpenzi wangu. Mambo yangu bado ni yale yale mimi na yeye. Hataki kunielewa wala kunisikia. Kwa madai yake, anadai mimi ninaishi na bwana. Sasa David anafanyaje? Nimejitahidi kumuelewesha lakini haelewi hata kidogo. Sijui nafanyaje dada yangu. Hivi mimi nitakuwa ni mtu wa aina gani?
kuwa na mawazo kila kunapokucha. Dadangu, nisaidie kwa hili. Nimechoka. Pole sana mdogo wangu. Ila hivi huyu mume wako, ina maana masikio yake haelewi kila siku unapomwambia kwamba uko hapa kwangu. Yeye haelewi tu. Sasa nikwambie kitu mdogo wangu. Mwambie aje kwangu. Kuna swala nitaongea nalo atakuelewa. David. Kirahisi tu nikamuite aje umueleweshe. Unadhani atakuelewa? Unadhani atakuelewa dada yangu? Mimi namjua yule mtu wangu. Dada, nipe uhuru na mimi nifanye ninachokitaka. Bado nampenda mpenzi wangu. Mbona nifanyie hivyo? Na chanzo cha matatizo yote haya dada ni wewe. Mimi nalia na wewe leo mpaka kesho. Mdogo wangu sio kwamba nakunyima uhuru. Na wakeni ulinzi mimi. Kuna watu wanatufuatilia sana hii familia yetu. Ndio maana mimi nataka ukaekae kidogo mpaka hilo litakapopita utarudi kwako mdogo wangu. Eti ulinzi. Ulinzi upi? Wewe ni Mungu dada. Ulinzi upi unaoniwekea? Zaidi ya kuninyima amani. Niache niwe na uhuru na maisha yangu kama wewe ulivyo na uhuru na maisha yako dada. Nimechoka na mimi. Mbona mapenzi yanatufanya vibaya? Mimi nimeshakwambia hutaki kunielewa. Nimekuambia kuna watu wanatufuatilia, ndio maana na wakeni ulinzi kwanza mkae mpaka ili swala liishe. Naona hutaki kunielewa Adije. Yule kapenda asipopendwa kutwa analia. Sijui upoje. Kila ninapojaribu kumwambia hanielewi. Si nifanyeje mimi? Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu hawana njema, ila nina subira, maana siku hazigandi, nizidi kumwomba Mola, maana yeye ndo mpaji, ona kila nalofanya au baya. Hivi Naila mpaka leo siku ya 3 hajarudi, simu apigi, hawa amerudi kwa mume wake bila kuniambia. Na ni kwa nini niongee na JP halafu ndo Naila pote? Au JP anajua hizo? Ili kwanza nimpige. Yule kapenda asipopendwa kutwa analia. Itila yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekuwa. Halo. Soma kasoma ila kupata. Nakwambia baba nyumbani kwangu mara moja. Sawa. Sasa hivi. Itila kama kupendana walipendana kashibana. Itila ilogumwa maisha umefanya umeachana. Itilafu Itila ili mwenzako sipate ukaenda kwa mganga. Itilafu amani vya watu taikosa amani. JP aliniacha mimi kwa sababu gani? Kwani mimi Teddy na kasoro gani? Kwa nini aliamua kuniacha? Ila nitamfuatilia JP mpaka nimpate. Na nitafanya juu chini mpaka nijue anapokaa ili nipate tu JP
Alafu Meru atakuwa na mahusiano gani na JB? Maana aliniona tu akakimbia. Sielewi wana mahusiano gani. Lakini sidhani kama wana mahusiano na JB. Lakini kwa nini aliponiona akakimbia? Au kwa sababu namdai? Yaani sielewi kabisa. Inabidi niende huko kwa Amiri ili niweze kufahamu mengi. Ili nikajua ni kitu gani kinaendelea na JP. Najua Amiri ataniambia tu. Ngoja tu niende kwa Amiri. Yaani lazima niende. Kwa hiyo ndio hivyo. Leo ni siku ya 3. Hajarudi nyumbani. Nikimpigia simu hapatikani, nikimtumia message haijibiwi. Nikaona nikupigie simu nikuita kwa sababu tangu tumeachana pale Sinoni ile siku unaniuliza maswala ya Neila. Na ndio ile siku Neila amepotea. Nikahisi labda kati yako wewe na Neila labda kuna kitu kinaendelea, huenda mmeshaamua kurudiana bila kuniambia mimi. Unajua Mary, nakuwa nashtuka kuelewa. Mimi nilikupigia simu uje Sinoni pale kwa ajili ya lengo hili moja. Kukuelezea kwamba hayo masuala unayofanya ukaa na mtu ambaye hujui kwao, hujui popote, amegombana na mume wake huko, wewe umempokea. Mwisho wa siku kitakachotokea kitakukuta, kitakuhusu. Sasa hivi asijapita hata siku ngapi, sio siku 3. Unaanza kunipigia simu unaniambia umuoni, sio panda imeshuka. Sasa wewe jiulize. Sio kwamba mimi ndo nahisi nyinyi mnanichezea mchezo. Mimi na akili Mary. Unanichezea mchezo? Ili niungane na wewe kumtafuta yeye, ajione wa thamani sana, si ndio? Alafu tukishampata arudi kwangu kirahisi. Hapo umepotea. Hivi unaposema hivyo, hivi wewe una moyo kweli wewe? Umfukuze mtu, hana tangu kubadilisha. Haujui anaenda kulala wapi. Sawa, nyumba imefungwa. Wewe umetafuta pa kulala. Yeye hujui anaenda kulala. Bado nimemchukua nikamstiri, akae sehemu salama, bado roho inakuuma. Wewe ulitaka nini? Ulitaka afi. Na hata kama hayupo, labda watu wanasameana, nikasema labda amerudi kwako. Nikuite hapa nikuulize amerudi kwako? Mama, yani kama Neila atakuwa amepotea au Neila sijui ameenda wapi, hilo swali litakuwa linakuhusu wewe mwenyewe. Mimi hapo sihusiki chochote. Sio, umenielewa? Ukinipigia simu mimi kuniuliza swala kama hilo ni kama unapoteza muda tu. Mimi nina mambo yangu, Neila ni mtu mzima, tulishaachana, kafuata mambo yake. Sio, umenielewa? Kwa hiyo ukiona mtafute yeye kama yeye. Mimi sina mahusiano naye tena. Naomba unielewe. Alafu wewe umenipigia simu. Actually nimekuja tu kwa sababu na mimi mwenyewe nina swala nilikuwa nataka nikuulize. Ile ingekuwa ni swala najua nataka uniulizia kuhusu Neila nisingekuja. Ila kwa sababu ninafahamu na mimi na kitu nataka nikuulize ndio maana nimekuja. Mimi nilikupigia simu tulikuwa tunaongea pale Sinoni. Ni kwa nini ulivyomuona Teddy ulikimbia? Kuhusu mimi na Teddy. Teddy mimi sina mahusiano naye yoyote. Teddy ni mtu anayenidai, amenikopesha hela, nakopeshaga hela. Na hapo nimemlipa hela nusu, bado sijamalizia hela yake. Na yule anaga tabia ya kumdai mtu kistaarabu. Mimi niliona kama pale atanidhalilisha, ataniaibisha mbele yako. Nikaamua zangu mimi kukimbia. Niondoke pale hata sinione. Lakini kingine najiuliza swali. Teddy alinijua na hisi kitu kama hicho. Uweze kusema hajaniona. Aliniona. Ana tabia ya kuita kweli, lakini ile siku hajaniita. Nikajiulizaje? Wewe na Teddy kuna nini kinaendelea kati yenu? Mary, afu mimi na akili ndefu sana. Unafikiri mimi sikujui? Wewe mtaalamu sana kuhamisha maneno. Hapo umenikosa mama, sawa? Fanya hivi. Kuhusu Teddy, mahusiano yangu mimi na Teddy
Nimeenda tu kukopa pesa kama ulipokopa wewe. Wewe ulipokopa ulilipa? Nimemlipa lakini sijamaliza. Na mimi alikuwa amenifuata kwa sababu nilikuwa sijamaliza. Tuwasiliane. Bibi aliniambia